Mtazamaji wa Manara TV, ikiwa ni Jumatatu nzuri kabisa ya Machi 24 mwaka 2025, nikukaribishe katika meza ya magazeti, na leo tupo na gazeti la Mwanaspoti. Mzee wa Zengwe. Naam ndugu yangu Raim. Mambo vipi? Mimi niko poa sana. Naona ndo tunaenda kumalizia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya, na tunamuomba Mwenyezi Mungu iwe heri na tuone kwamba kwa rezima leo wapo changapi au wenyewe hawawezi. Tunaenda mdogo mdogo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunakwenda mdogo mdogo. Lakini wanaenda mwishoni au bado wenyewe hadi ni ngumu? Siku 40 mzee. Naam, huyu alikuwa ni Mzee wa Zengwe ambaye nipo naye katika meza ya magazeti. Taarifa kubwa ambayo inaiona hapa Mzee wa Zengwe inasema kwamba wa Morocco wametupeleka Kigoma yao. Hatuna wasiwasi. Nafikiri kwamba timu ya taifa ya Morocco ni kama imeanza kutuhofia na kuamua kutupeleka katika mazingira ambayo ukiwa kwa hapa Tanzania, yani tumezoea kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini baadaye wanakutoa hapa na kupeleka uwanja Lake Tanganyika Kigoma, uwanja ambao umezoeleka sana kutumika na timu ya Mashujaa FC. Mazingira yake unafahamu kwamba nyasi zake zinakuwa sio smooth, yani kwamba kama zinakuwa zina mashimo, lakini kwa uwanja wa Benjamin Mkapa unakuwa yenyewe yani nyasi zake zimelingana, yani zote level yake moja. Kwa wachezaji wetu wa Tanzania wote nafikiri kwamba wamezoea kucheza katika mazingira yoyote. Ukiwa katika uwanja wa pale Mkokwani Tanga, wakiwa wanacheza dhidi ya Coastal, tunafahamu kwamba nyasi zake zikoje. Lakini kwamba hata ukienda katika uwanja mwingine ambao uwanja kama wa pale Jamhuri Dodoma, pia tunafahamu kwamba sio kama uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kwa kuwa wao wametupeleka katika mazingira yao, si nasema tunaruka na yoyote. Yani sisi hatuogopi. Lakini kama ikitokea tumepata matokeo tofauti, tumefungwa, hakuna kumlaumu yoyote. Tunafahamu kwamba timu ya taifa ya Morocco ni bora zaidi kuliko timu yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sisi tunakwenda tu kwamba kivi vyote iwe sare sawa, tukishinda sawa, kitufunga sawa. Ndio. Bana, mimi nilizani kwamba viwanja ambavyo vya mikoani kwa hapa Tanzania nikajua vipo kwetu tu. Kumbe na hata kwa wenzetu pia ipo. Kuna katu mwingine inawezekana kawa wana mazingira mazuri ya kiwanja, lakini wao wanachokifanya kwamba umefikia Dar es Salaam ili kukuchosha, kukutoa katika ile hali yako ya utimamu wa akili, wanatekeleza ile mind game, wanakupeleka sehemu ya mbali kukuchosha. Lakini siku zote Waarabu wamekuwa na wana hizo figiso. Wanasema wanacheza kwanza mechi nje ya uwanja alafu baadaye kwenye pitch. Okay, Mzee wa Zengwe, taarifa nyingine nasema robo finali CAF. Mechi hipo hapa. Simba Al-Masri kuamuliwa kiufundi. Wanasema ipo hapa, yani kwamba wanafahamu kwamba Simba na timu kutoka ukanda kaskazini, kwa maana hizi timu za Kiarabu hizi, mara nyingi Simba imekuwa ikizibabua au ikizizaba. Na tumeshashuhudia timu nyingi zikija hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na zikiteseka sana. Kumbuka Ali pamoja na ubora wake tayari hapa walishawahi kuumia hapa. Bao la Louis Mixon hapa, watu wengi walikuwa hawaamini kama Simba wangeweza kushinda, lakini Simba ilipata matokeo na Ali hawakuweza kuamini. Kwa hiyo kwa mimi, kwa timu ya Al-Masri ya Misri ije vizuri hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini taarifa zilisema kwamba huenda Simba wasitumie uwanja wa Benjamin Mkapa na ukatumika uwanja wa sehemu nyingine. Mimi sina hofu, hata waende iwe Kirumba Mwanza, wapeleke hata iwe Arusha, popote pale. Kwa Simba Sports Club binafsi huwa nawafahamu wanapocheza na timu za Kiarabu, kwa maana hizi timu zinazotoka ukanda wa kaskazini. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Simba Sports Club naamini Simba wanakwenda kufanya vizuri katika mchezo huu. Kwa hiyo tunaiona robo finali kwa Simba. Bila shaka binafsi naona Simba ikisonga mbele. Okay, Mzee wa Zengwe. Hapa tunaona kuna taarifa inasema kwamba idadi ya robo finali ambayo Simba wamecheza. Wamecheza robo finali 6 katika misimu 7 kuanzia mwaka 2018, msimu wa 2018-19. Mnyama amekuwa ni wa moto kweli kweli linapokuja swala la kimataifa. Ameshatengeneza hilo, anasema ametengeneza ubabe wa robo finali. Hapa maswali mengi, je, ataweza kwenda nusu finali na kwenda finali? Utakumbuka Yanga iliwahi kufanya hivyo, ilicheza dhidi ya USM Alger pale, wanasema Usma katika uwanja kule, walienda kule Algeria walicheza. Yanga ilishinda ugenini goli 1-0, ingawa haikuwasaidia wao kutoa ubingwa, lakini Yanga ilifanya vizuri na ikashinda ugenini. Goli ambao waliweza kufunga beki wakipindi hiko wa Yanga Juma Shabani kwa mkojo wa penalty, lakini haikuwafanya Yanga kuchukua ubingwa, lakini walisubutu kucheza finali. Kwa hiyo maswali mengi ambayo hivi sasa yako kwa wadau wa soka kwamba je, Simba na yenyewe itacheza finali
kombe ya shirikisho ama itaishia hizi hatua za robo na nusu. Kwa mwaka huu tunataka tuone mabadiliko. Tuone. Je, Simba na yenyewe inaweza ikajibu mapigo ambayo Yanga iliweza kuifanya katika michuano hii ya kombe ya shirikisho. Ndio. Yes, Afrika. Okay, taarifa nyingine inasema kwamba Yanga yamwekea mtego Jibril Sila. Jibril Sila, winga moja matata sana pale Azam FC. Moja kati ya wachezaji hatari kweli kweli. Sana, na Yanga wamekuwa wakisumbuliwa sana mchezaji huyo. Mechi kama 4-5 hivi ambazo Jibril Sila ambazo amecheza dhidi ya Yanga. Katika mechi 2-3 Jibril ameweza kuadhibu Yanga. Kwa hiyo nafikiri kwamba Yanga wanaangalia upembeni winga. Anaweza akawasaidia kama dili itaweza kufanikiwa. Ni mchezaji mzuri sana. Ingawa kwa binafsi yangu mimi, ukiniuliza maoni yangu mimi, Yanga ilikuwa haina sababu ya kumtafuta Jibril, kwa sababu Yanga ukiangalia jinsi ambavyo imesheheni wachezaji wake, Jibril Sila ni kama kwenda kuwadhoofisha Azam FC na kuto kuifanya Azam iwe na ushindani ulio sahihi au ulio bora. Haina sababu Yanga kwenda kuvunja kikosi cha Azam hivi sasa. Wao kama wangekuwa wanaweza, wangevuka mipaka kama ambavyo walituletea Max Zengeri, tulikuwa hatumfahamu. Wametuletea Ikalombo, mchezaji ambaye hivi sasa watu wengi wanatamani kuendelea kumuona akifanya vizuri, lakini pia walituletea kina Fiston Kalala Mayele. Hawakwenda kupokonya kwenye kikosi cha Simba, hawakwenda kupokonya kwenye kikosi cha Azam FC. Kwa hiyo hizi taarifa sawa, siwapangii viongozi nini cha kufanya. Lakini kwa maoni yangu mimi, nilikuwa sioni sababu ya kuendelea kubomoana sisi wenyewe kwa wenyewe. Tuvuke mipaka, tutoke hapa Tanzania, twende kutafuta wachezaji nje kule na kwenye vikosi vingine, ili tuje tuone kwamba kumbe kuna Sila, kumbe kuna Max Zengeri. Yes, hivyo. Lakini mzee wa Zengwe, kwa kumbukumbu zangu, Yanga si mara ya kwanza kumhitaji Jibril Sila. Pengine nini ambacho kinawakwamisha Yanga kumpata? Kwa misimu kadhaa nimeona hizi taarifa kwamba Yanga wanamhitaji, lakini misimu inazidi kwenda tuoni Jibril Sila akivaa. Tunafahamu kwamba Azam FC unapoenda katika swala la bato la kunyang'anyana wachezaji, Azam wamekuwa na wako vizuri kifedha. Utafahamu kwamba utakumbuka hata Faisal Salum anatoka Yanga anaelekea Azam FC, ilikuwa ni swala la kifedha. Lakini pia nitakukumbusha kumbukumbu nzuri, miaka 3-4 nyuma iliyopita, kuna wachezaji kadhaa ambao washai kutoka Yanga na wakaenda Azam FC, ilikuwa masuala haya ya kifedha. Utamkumbuka mchezaji kama Donald Ngoma, alikuwa mshambuliaji wa kutisha sana pale Yanga. Alikwenda Azam FC kwa sababu ya haya ya mambo ya kifedha. Lakini pia mchezaji kama Mlisho Ngasa anatolewa pale kutoka Yanga anaelekea Azam FC, lakini baadaye akatolewa kutoka Azam kwa mkopo kuelekea Simba Sports Club. Yote ilikuwa ni masuala ya kifedha. Lakini pia mchezaji mwingine ambao Yanga waliumia kweli alikuwa bwana mdogo, alikuwa anaitwa Dumayo, Frank Dumayo, Chumvi. Wakati huo Yanga ndo wamemtengeneza kiungo, ndo anakuja sasa. Yanga wanategemea kwamba huyu pengine ndo angekuwa mchezaji wao tegemeo. Alikuwa wanamtengeneza, alikuwa aje kuwa mrithi wa Chuji. Kipindi hicho Chuji ndo alikuwa kama anaishia. Lakini baadaye kwa sababu masuala ya kifedha akaelekea Azam FC. Yanga kwa kujibu mapigo ndo wakaenda kumnyang'anya mchezaji Gadel Michael Mbaga, akatuya Yanga FC. Yes. Okay. Heading nyingine kwenye gazeti hili la Mwanaspoti ni kufuzu World Cup. Leo kuna mechi ambayo wameweka hapa, ni Ivory Coast dhidi ya Gambia kuanzia majira ya saa 10 kamili. Tunafahamu sasa hivi ni kalenda ya FIFA, mechi za kimataifa duniani kote. Na sehemu zote. Mimi nilisema kwamba mataifa ya Afrika kumbe ilikuwa ni kufuzu kombe la dunia. Na tunafahamu ubora wa Ivory Coast dhidi ya Gambia. Ivory Coast ukiangalia kile kizazi ambacho walikuwa wana kile kizazi cha dhahabu, walikuwa wakina Didier Drogba, wakina Solomon Kalou, walikuwa wengi pale. Kama kiliondoka kile kizazi hivi sasa, nimeona kama Ivory Coast wanakitengeneza kizazi kingine kikiongozwa na mchezaji kutoka Manchester United. Unaweza kumkumbusha bwana mdogo yule? Bwana mdogo. Tuachie maswali pale watazamaji, tuambieni mchezaji kutoka kikosi cha Ivory Coast anachezea timu ya Manchester United. Bwana mdogo tu hivi. Ni nani jina lake? Ndio kikosi sasa hivi ndio wanatengeneza kizazi kingine kipya cha Ivory Coast. Ndio. Naam, mtazamaji wa Manara TV, hiyo ilikuwa ni meza ya magazeti. Nilikuwa nipo na mzee wa Zengwe. Tulikuwa tunakupitisha katika heading za gazeti hili la Mwanaspoti. Mpaka wakati mwingine, asante. Okay.